Oh yes, karibu sana katika channel yako pendwa ya Mapro Media kwa ajili ya zile updates kali ambazo zimekuwa zikiwekwa hapa kila siku, ziwe za kimichezo, burudani, interviews mbalimbali, bila kusahau matukio kadha wa kadha ambayo imekuwa yakijiri nasi tumekuwa tukiweka hapa kila siku. Cha muhimu ni wewe kubonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na zile updates zote kali ambazo ndani ya Mapro Media ndio sehemu pekee ambayo utakuwa ukizipata habari hizo. Yes. Kubwa zaidi katika segment hii ya kimichezo, tunaangazia mchezo wa kesho, mchezo ambao unawakutanisha majianti wawili wa soka la Tanzania. Hapa nawazungumzia Young African Sports Club na Simba Sports Club ndani ya Aman Complex pale visiwani Zanzibar, katika michuano mikubwa kabisa ya muungano ambayo Yanga na Simba wanakutana katika fainali za michuano hiyo kwa msimu huu wa 2026. Nini kimejiri katika kuelekea dabi hiyo? Ikumbukwe siku ya tarehe 3 watakutana tena majanti hawa katika dabi nyingine, dabi ya pili ndani ya siku chache tu, ambayo itakuwa ni mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, NBC Premier League, ambapo Simba Sports Club watakutana na Young African Sports Club, ambapo Simba atakuwa ni mwenyeji akimkaribisha Yanga katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo jijini Dar es Salaam. So kwa upande wa mchezo wa kesho, Young Africans imeonyesha ni kwa namna gani wamejidhatiti kweli kweli kwa kabili Simba Sports Club, na kwa maelezo ya afisa habari wa klabu hiyo Ali Shaban Kamwe ni kwamba timu iko imara, timu iko madhubuti sana, lakini kubwa katika kuelekea mchezo huo ni kwamba mwalimu wa kikosi cha Yanga Pedro Gonçalves amekuja na mbinu na mikakati mipya kabisa ambayo inaashiria kufanya vizuri kwa Young Africans. Moja kati ya mabadiliko hayo ni pamoja na kuleta kikosi ambacho kina mchanganyiko wa first 11 siku zote, lakini pia kuna uingizaji wa vijana wapya, na moja kati ya mchezaji ambaye atahusanishwa kuanza katika first 11 ya mchezo huo ni pamoja na Sheikhan Ibrahim, ambaye tumezoea mara nyingi amekuwa ni mtu ambaye haanzi first 11, na mara nyingi katika michuano ya ligi kuu Tanzania bara amekuwa hapati nafasi ya kutosha sana katika kikosi cha kwanza cha Yanga. Lakini kesho kwa mujibu wa vyanzo vya habari kutoka pale Yanga, wanasema kwamba walimu wamekuja na mfumo ambao pengine unakwenda kuwashangaza wapinzani wao, kwa sababu miongoni mwa wachezaji ambao watakuwa katika first 11 ni wachezaji ambao hawakuzoeleka kuanza, lakini ni wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana na wameonyesha uwezo mkubwa maradufu, na ndio maana mwalimu Pedro Gonçalves ameamua kuja nao katika kikosi cha kwanza ili kutengeneza mabadiliko kidogo kwa kikosi hiko, lakini pia kuleta amsha kwa upande wa upinzani, kwa sababu unafahamu fika kwamba mara nyingi wachezaji wamekuwa wakisomana. Unamjua mchezaji huyu ana nguvu katika upande gani wa mguu wake, ama mguu huo una faida gani, kwa hiyo wamekuwa wakisomana. So anapokuja wachezaji ambao hawajazoeleka kuanza katika vikosi hivi, inakuwa ni ngumu sana kwa upande mwingine kuwasoma. Kwa hiyo Gonçalves ameamua kufanya hivyo. Kwanza ni kuonesha kwamba ana wachezaji imara hata akiwa hajachezesha wale first 11 wote, lakini cha pili ni kujaribu kutengeneza mazingira ya kuwachanganya wapinzani wao ili washindwe kuwadhibiti vizuri wachezaji hao ambao watakuwa wameanza siku ya kesho. Mimi na wewe hatujui nini kinakwenda kutokea katika dabi hiyo, na ni lazima mshindi apatikane, iwe Simba iwe Yanga, lazima mmoja wapo aondoke na kombe. Nipo utabiri wako kwenye comment section, unahisi ni nani ataondoka na ubingwa kesho?